Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu kwa siku nyingine tena katika kipindi ukipendacho sana, kipindi cha Sauti za Hayawani. Katika kipindi hiki kwa msimu huu tumekuwa tukiangazia wanyama au viumbe wanaopatikana katika bahari, tukiwaona katika aina zake. Kwa wakati fulani tulimuona octopus hapa, lakini vile vile tumewaona na wengine wengi. Leo tunakwenda kumwangalia kiumbe mwingine ambaye anawakilisha ukuu wa Mungu kwa namna ya pekee sana, kutokana na vile jinsi alivyo na uwezo ambao Mungu ameuweka ndani yake. Ni kiumbe gani huyo? Huyu anaitwa Moray eel. Katika kundi la wanyama ambao wanajulikana kama eel, wapo jamii zisizopungua 200 wakiwepo katika genre 15 ambazo zinawaweka katika muonekano wa aina tofauti, lakini wote wakiwa wanatoka katika uhalisia wa kiumbe mmoja. Ninaposema wako zaidi ya jamii 200, hawa ni viumbe ambao wamegawanyika kwa rangi mbalimbali. Wapo ambao wana rangi za madoadoa, lakini wapo wengine wana michirizi, lakini wapo wengine wanaonekana tu kuwa na rangi tofauti, wakiwa wengine weusi, wengine rangi ya udhurungi, wengine wenye njano, wengine ya kijani. Wamewekwa katika muonekano wa rangi mbalimbali. Na leo tutajifunza mambo mengi tukiwa tunaangazia uhalisia wa maisha ya kiumbe huyu Moray eel. Nilipojaribu kutafuta jina la kiumbe huyu katika lugha yetu ya Kiswahili sikuweza kulipata, na ni kwa sababu tu hawa viumbe hawapatikani huku. Wakati fulani nimekuwa nikiwaeleza watu kwamba wanapatikana katika ukanda wa tropical, bahari ambazo ziko katika tropical regions, kanda za kitropiko, lakini vile vile wanaonekana kuwepo katika maeneo baadhi ambayo ni equatorial region. Ni kwa vipi katika maeneo baadhi katika ukanda wa equatorial region? Hii ni kutokana na hawawezi kuhimili kiwango cha joto kilichopo katika maeneo ya equatorial region, hasa katika bahari yetu ambayo hii inaonekana kuwa na chumvi nyingi kulingana na uhalisia wa mwamba wake wa bahari, yani basaltic, ukiwa umetengenezwa kupitia elementi ambazo tunasema ni sulfur chloride, ambayo ndani yake inaleta uwepo wa salinity, chumvi. Hivyo basi viumbe hawa wanapenda kuwa katika mazingira ambayo yanakuwa na ubaridi, na hii ni kutokana na uhalisia wa ngozi yao. Wako na ngozi laini sana na nyembamba sana, na ikiwa imetengenezwa kwa kuwepo kwa uteute juu yake ambao unamsaidia yeye kama hali ya kujikinga na maadui, lakini vile vile ikiwa ni mvuto kwa yeye kupata aina fulani ya vyakula. Tutakapofika hapo mbele tutajifunza mengi ya kuweza kugundua ni kwa jinsi gani kiumbe huyo anayafanya yote hayo kwa uwezo wa Mungu. Basi kama ilivyo kawaida, huwa tunaangalia swala zima la etymology and naming, sayansi ya utambuzi wa majina ya viumbe. Na kwa lugha ya Kiingereza neno Moray hili liliweza kuchukulikana kuanzia karne ya 17, likiondolewa katika lugha ya Portugali cha wakati huo likiwa na maana ya Moreia, na hili neno Moreia lilikuwa vile vile limechukuliwa katika lugha ya Kilatini ambayo yenyewe ndio ilikuwa inasema Murena, ambayo hii lugha ya Kilatini ilikuwa ikimaanisha kwa jina hili likimaanisha ni kiumbe anayepatikana katika bahari ya Mediterranean. Katika ukanda wa bahari ya Mediterranean hawa viumbe wanaonekana kuwa ni wengi sana, hasa katika ukanda ambao unachukulikana kuwa ni kaskazini mwa bahari hii ya Mediterranean, katika fukwe offshore zinazochukua maeneo ya Spain, maeneo ya Italy, lakini ikija mpaka maeneo ya Istanbul, wanaonekana kuwa ni wengi sana viumbe hawa, na ni kiumbe ambaye ana mambo mengi. Leo mimi na wewe tunakuja kujifunza hapa pamoja. Hivi ndivyo ambavyo nimeweza kuichambua jina la kiumbe huyu, lakini tunaenda kumwangazia katika swala zima la taxonomy ili tuweze kuingia katika sayansi ya utambuzi wa madaraja na madarasa ya viumbe hai, yani classification. Katika swala la classification, kiumbe huyu anatoka katika kingdom ya Animalia na phylum yake ni Chordata, akitoka katika klasi Anthnopterygidae, na akitoka katika order ikisema Anguliciformes, lakini akitoka katika suborder inayomuita Muranidae, na akitoka katika family inayomuita Muranidae, ambayo hii iligundulika na Farigescu mwaka 1800
810. Hapa nilikuwa nikijaribu kumchambua katika mgawanyo wa madarasa na madaraja ya viumbe hai, yani classification. Na sasa twende tuangazie jinsi gani anaonekana. Kama nilivyokwisha kukueleza hapo awali, huyu ni kiumbe ambaye anaonekana kuwa katika jamii nyingi zisizopungua 200, na ikimleta katika mgawanyo wa kimatabaka ya viumbe mara 15. Katika hali hii inamweka yeye kuwa ni watofauti sana. Kama nilivyokwisha kukwambia, wapo kwa rangi tofauti. Wapo wanaoonekana wenye madoadoa, wapo wanaoonekana wenye michirizi, wapo wanaoonekana na rangi moja lakini zikiwa ni tofauti, wakiwa wengine wa rangi ya kahawia, wengine rangi ya udhurungi, wengine weusi, wengine rangi ya kijani, lakini wote wakiwa na muonekano mmoja na vile vile kuwa na hali ya kimaisha ya kufanana, hasa katika swala zima la kiekolojia. Hawa ni viumbe ambao wao katika mwenendo wa kufanya maisha yao ni kiumbe mwenye mifupa ambao ana uti wa mgongo, lakini katika uwepo wa uti wa mgongo ndani yake umewekwa katika hali ambayo ni tofauti na viumbe wengine ambao wako katika mfumo huu wa uti wa mgongo, kwa sababu yeye anakuwa katika muonekano wa kuwa ni kama vile invertebrated creature, wanyama wasiokuwa na uti wa mgongo. Lakini mara nyingi tunasema ni wale ambao tunasema hydroskeleton, yani mfumo wake wa mifupa inaonekana kuwa ni katika mfumo wa liquid, mfumo wa vimiminika kama maji, na hali hii inamfanya yeye aweze kujigeuza na kujikunja katika muundo wa ajabu ambao unaweza ukakushangaza hata wewe leo. Kadri tunavyoendelea na kipindi hiki tutajifunza mambo mengi. Huyu ni kiumbe ambaye nimekwisha kukwambia kwamba yeye amepewa uwezo wa pekee sana katika kufanya maisha yake katika bahari, hasa katika vilindi vikubwa vya maji. Na ni viumbe ambao wao wanakuwa ni social creatures, wanaishi katika jamii kubwa. Unapokuta wanakuwa ni kundi kubwa sana la aina moja ya viumbe ambao wanaishi katika sehemu moja. Ni mara chache imewahi kupatikana taarifa ya kuwepo na mmoja ambaye anaweza akawa anajitegemea. Mara nyingi huyu anakuwa ni katika mazingira gani? Kwa sababu viumbe hawa ni viumbe ambao wamepewa uwezo wa kuhamahama, basi huyu anapokuwa amehama na huenda akapishana na wenzie, hali hii inaweza ikampeleka akajikuta anaishi maisha ya peke yake. Na mara nyingi anapokuwa akiishi maisha ya peke yake anaonekana kuwa na maumbile makubwa. Kiumbe huyu kwa sababu ni unampima kwa urefu, huwa wanaanzia na sentimeta 6 hadi 15, lakini wengine wanakuwa ni warefu zaidi, wanakwenda hadi mita 4.5, mita 6. Wapo ambao wameshapimwa kwa urefu ambao ni urefu mkubwa sana, na hawa wanakuwa wakubwa hivi kulingana na mazingira wanaojitafutia vyakula. Ninapozidi kwenda mbele utagundua mengi kuhusiana na hali hiyo. Kwa kawaida hawa ni viumbe ambao ni tunasema ni opportunistic carnivora. Huyu ni kiumbe ambaye anakula wanyama wenzie, na amepewa kuwa opportunistic kwa sababu katika ulaji wa hawa wanyama yeye hachagui, anakula katika miundo yote, akiwa ni pamoja na insectivora, leptiria na baadhi ya viumbe wengine ambao wanapatikana katika bahari, hasa jamii ya viumbe katika kundi tunasema molluska. Ninapozungumzia molluska ninawazungumzia kama kamba kochi, ninawazungumzia kama uwepo wa plonzi, ninazungumzia kama uwepo wa jellyfish, starfish na viumbe wengine wote wadogo wadogo katika bahari ambao wanatoka katika kundi hili la molluska. Yeye huwafanya vyakula, lakini vile vile amepewa uwezo mkubwa katika kula baadhi ya mimea, ingawa kwa asilimia kubwa anakula wanyama, lakini kuna baadhi ya mimea katika bahari ikiwa ni pamoja na Cnidarius, kwamba wanyama upupu vinaopatikana chini kabisa ya bahari, pia yeye vipo anavyovifanya chakula. Lakini uwepo wa mwani, plankton, mmea ambao unajiotea ndani ya bahari, pia na yeye katika baadhi ya maeneo anaufanya chakula. Hali hii inamweka yeye kuwa na muonekano tofauti sana katika viumbe wengine wanaopatikana katika jamii hii tunasema eel, ambayo inawaleta kuwa katika jamii tunasema morena, ambayo ndio inaleta hata jina hili la morai. Katika uwepo wa maisha ya kiumbe huyu katika bahari,
wamepewa ulaji huo wa tofauti tofauti kulingana na mazingira halisia katika bahari. Wapo ambao wanakaa katika bahari ambayo inawasababisha ulaji wao kwa asilimia kubwa utegemee viumbe ambao ni wadogo wadogo hasa katika bahari. Na hasa ni bahari gani hiyo? Ni hawa wanaopatikana katika bahari ya Mediterranean. Wale wanaopatikana katika bahari ya Atlantiki. Bahari ya Atlantiki, katikati mwa bahari ya Atlantiki inapotenganisha bara la Afrika na bara la Amerika kwa pande zote mbili, iwe ni kaskazini na pande ya kusini kwa bara la Amerika, na kwa Afrika na Europe kwa upande wa mashariki. Katikati kabisa mwa bahari hii kumekuwa na kutokea kwa vilima vya barafu ambavyo hivi vimetokana na kitendo tunasema the drifting apart, kitendo cha dunia kutengana kutoka upande mmoja kwenda mwingine na kusababisha kutokea kitu tunaita Mid Atlantic Oceanic Ridges. Kuwepo kwa vilima hivi vimesababisha uwepo wa aina ya murai wengi ambao tunaoita snowflake. Snowflakes hawa ndio wanapatikana sana katika eneo hili. Jina lao la kisayansi unaweza ukawaita Echidna nebulosa, ni jina lao la kisayansi, lakini wao wanapatikana sana katika maeneo haya. Hawa ni wale ambao wana uwezo wa kustahimili baridi kali katika kufanya maisha yao. Hivyo basi hata muundo wao wa vyakula umejengwa sana katika ulaji wa viumbe wadogo wadogo wanaopatikana katika mazingira haya, lakini vile vile wakila baadhi ya mizoga ya samaki au viumbe wengine wanaokuwa wamekufa katika bahari. Kwa kawaida hawa wana uwezo wa kusogea katika sehemu za fukwe na wakawa sehemu ambayo maji ya bahari yatakuwa yamejitenga na kujiwekea eneo, wakakaa hapo kwa muda mrefu. Kikubwa tu ni kwamba kusiwe na hali ya joto litakaloweza kuwasumbua sana, kwa sababu joto linapokuwa kali, kulingana na ngozi yao jinsi ilivyo laini na uwepo wa ute juu ya ngozi wao, unapopata joto unaweza kuwaletea shida na kuwasababishia kifo. Mbali na hivi, ni kiumbe ambaye amepewa uwezo wa pekee sana katika maisha yake, kwa sababu hawa wanaonekana kula mimea ni wale ambao hasa wanapatikana katika bahari ya Hindi, na hasa sio katika ukanda wetu huu wa huku kaskazini magharibi mwa bahari ya Hindi, yaani nikizungumzia the African coast. Hapana, hawa hawapatikani katika fukwe za Afrika, wanapatikana kutokea maeneo ya India, hasa katika bahari za Burma na Bangladeshi na kuendelea mbele huko wanapatikana kwa wingi. Na ni kutokana na nini? Katika ukanda huu wa kwetu, kutokana tupo katika usawa ambao ni wa equator, kiwango cha joto kimekuwa ni kikubwa sana kinachoweza kuunguza maji kwa kasi. Kiwango hiki cha joto kinavyofanyia kazi yake ya kuunguza maji, na kwa sababu bahari haikai na kitu kichafu na kuwepo kwa chumvi nyingi katika bahari, vitu vyote vinavyotolewa katika bahari au vile vinavyowekwa katika mwamba wa chini wa bahari vinakuwa na hali ya kugandishwa, na kugandishwa huku kunatengeneza uwepo wa miamba tunaita coral reef, yaani ni polyps. Polyps ni mkusanyiko wa vitu ambavyo ni vimekufa au ni matakataka za baharini, na zinapoweza kukusanywa na kutokana na uwepo wa chumvi na jua, basi vinaganda na kutengeneza aina ya miamba kama coral reef. Sasa uwepo wa miamba hii ya coral reef inawasababisha viumbe kama hawa kutoweza kujipatia chakula, lakini vile vile miamba hii ya coral reef kwa kadri inavyokuwa inatengeneza kuhifadhi joto. Kwa hiyo katika maeneo ambapo kunakuwa na hii miamba, joto linakuwa ni kali hata ndani ya maji, na hii utakubaliana na mimi, hata katika bahari unapofika maeneo ambayo kunakuwa na hii miamba, maji yake yanakuwa na joto tofauti na sehemu ambayo mtu anaweza akasogea kwa ndani kidogo. Hivyo basi ndio maana wanasogea katika maeneo ambayo wao wanaweza wakajiweka na kuwa katika bahari ambayo haina joto ili waweze kuishi bila shida. Uwepo wa uteute katika mili yao ni kinga kwao katika kupambana na maadui. Wapo maadui baadhi ambao wanaweza wakawafanya vyakula, ikiwa ni pamoja na baadhi ya jamii ya samaki. Lakini uzuri ni kwamba uwepo wa uteute huu kwa samaki au viumbe wengine, harufu tu inaweza kuwatambulisha kwamba hii ni sumu. Lakini wale ambao pia wanaweza wakala, wanapowatafuna basi wanaweza kuhisi kulewa au kuzidiwa kutokana na uwepo wa uteute huo. Ni kiumbe ambaye amepewa taya la aina ya pekee sana ambalo tunaita frangingal
jao. Hili ni taya ambalo limepewa kuwepo na spring au tunaweza tukasema ni shock up, vitu ambavyo vinaweza kusababisha liwe na hali ya mneso wa pekee, lakini likiwa limetengenezwa katika hali ya pekee kwa sababu taya peke yake limepewa kuwa na baadhi ya vifupa ambavyo vina meno, na meno yake ni mengi pia kupitia taya la juu na ya chini. Kwa hiyo sasa katika vifupa hivi na aina ya jinsi vinavyofanya kazi, vinakuwa na mfumo unaoweza kumsababisha yeye awe na hali ya utafunaji ambao unakuwa ni rahisi bila hata kumsumbua, haijalishi anakula vitu vya aina gani. Ni kiumbe ambaye anakula kama nilivyokwisha kukwambia vitu mbalimbali katika bahari, lakini vile vile ana uwezo wa kula vitu vigumu lakini vikaweza kusagika kwa urahisi. Na hii pia inatokana na uwepo wa nyongo kali alionayo katika tumbo lake, ambao nyongo hii inamsababishia kuweza kulainisha vitu vigumu anavyoweza kula. Kwa hiyo ni kiumbe ambaye ni wa pekee kabisa kwa sababu nimekwambia yeye ni opportunistic carnivora, amepewa uwezo tofauti sana katika kula. Yupo ambaye tunamuita spotted moray eel. Huyu ni wa aina ya pekee sana katika mfumo wake wa kula kwa sababu yeye ana uwezo wa kula kiumbe tunamuita red lionfish. Red lionfish ni kiumbe wa baharini naye ambaye anaonekana kuwa wa pekee sana. Unaweza ukamuita samaki simba mwekundu. Ni kiumbe ambaye mwili wake umejaa mifupa ambayo kwa kiumbe mwingine ni ngumu kumla, lakini yeye huyu anaweza kumla, na ni kutokana na uwezo wake yeye wa umeng'enywaji wa mifupa ndani ya tumbo lake kupitia nyongo alionayo. Mbali na hapo, wapo wengine wengi anaweza kula, ni pamoja na samaki wengine wadogo wadogo ambao wanapatikana katika bahari, ikiwa ni pamoja na dagaa. Dagaa ni viumbe ambao ni aina ya samaki ambao samaki wengi wakubwa ndio huwafanya chakula, lakini viumbe wadogo wadogo ikiwa ni pamoja na kiumbe huyu tunayemzungumza hawapendi kuwafanya vyakula kutokana pia na uwepo wa vimifupa vidogo dogo ambavyo huenda vinaweza vikawaganda katika kinywa au vikaenda vikawasumbua ndani ya tumbo. Lakini kwa kiumbe huyu inakuwa ni tofauti kwa sababu uwepo wa mifupa hiyo kwake inamsaidia yeye katika kujipatia chakula kwa urahisi. Ni viumbe ambao wanakaa katika bahari chini kabisa, mara nyingi akitembea katika mwamba wa chini basaltic, na akiwa anajitafutia chakula katika mazingira hayo kwa sababu asilimia kubwa yeye ni insectivore. Lakini vile vile hawa wanapokuwa katika jamii moja inakuwa ni ngazi kubwa ya ushirikiano katika swala zima la kiekolojia kupitia kile wanachokula, kinyesi wanachotoa, lakini kutengeneza mazingira ambayo yataweza kusababisha wanyama upupu yani Cnidarius kujitengenezea makazi zaidi na mazingira zaidi katika bahari. Hili ni swala la kiekolojia. Hawa ni viumbe ambao wanazaliana katika hali ya ajabu sana. Ni incubation system, wa viumbe ambao wanazaliana katika hali ya kutaga mayai, na mayai haya yanatagwa katika njia ya pekee sana kwa sababu hutagwa tu katika maji. Huwa wanapokuwa katika vilindi vya maji, sehemu ambapo maji yametulia na kunaonekana kuwa na utulivu mkubwa wa mawimbi, ndipo dume huweza kutoa mbegu za kuchavusha mayai, na jike naye atatoa mbegu za aina hiyo hiyo katika kuchavusha, na mbegu zile zinapokutana zinatengeneza uwepo wa mayai, ambapo kwa kawaida wanapokutana wawili wanaweza kutengeneza mayai mengi sana, ni zaidi ya mayai hata milioni 3. Lakini kutengenezwa kwa mayai haya milioni 3 yanayoweza kukaa katika ule muda ambao tunasema ni incubation, yanakwenda yakipungua kwa sababu gani? Uwepo wa mawimbi ya maji, uwepo wa viumbe wengine katika bahari ambapo wanaweza wakayatumia kama chakula, lakini kuharibika yenyewe tu kutokana na mifumo ya hali ya hewa. Yote haya yanaweza yakasababisha mayai hayo yasionekane kuwa katika ubora na yakabaki machache, ambayo hayo ndio yakaenda kukomaa na kutengeneza uzazi mpya. Katika mtazamo kama huo unawafanya wao kuonekana ni watofauti na samaki wengi. Baadhi ya samaki
katika hali ya kuchavushwa kutoka kwa dume kwenda kwa jike hufanyika baina yao wawili, alafu ndipo jike akayatoe mayai. Lakini wao kila mmoja anatoa mbegu zake, alafu mbegu zinakutana katika maji na kutengeneza kiumbe. Unaweza ukaushangaa kuwa Mungu ni wa namna gani katika uwepo wa maisha ya viumbe hawa. Na hawa ni viumbe ambao ni wanahama katika mazingira tofauti tofauti katika kujitafutia chakula, na hii ni kutokana na kwamba kwa sababu jamii yao inakuwa ni jamii kubwa wanaoishi katika eneo moja. Hivyo basi wanapovamia eneo moja linawagharimu muda mchache kwa wao kuweza kujitengenezea chakula, na mara baada ya hapo utakuta kwamba eneo hilo halina chakula cha kutosha, hivyo wanalazimika kuondoka kuelekea sehemu nyingine. Na ili waweze kujipatia chakula cha kutosha, ni hasa maeneo wanayoweza kukuta kuna viumbe upupu, wanyama upupu, yani Cnidarius kwa wingi, ambazo ndani yake kutakuwa na mlundikano wa viumbe wengine wengi wanaojitafutia chakula. Na uwepo wao katika mazingira hayo kunasaidia sana katika kuendelea kukuzwa kwa uzalianaji wa baadhi ya miamba, kwa sababu Cnidarius na wenyewe wanapokufa wanasababisha kutengeneza makazi ambayo yanakuwa ni makazi kwa samaki tofauti tofauti na viumbe wengine wengi tofauti tofauti. Hali hii ni ya kiekolojia ambayo inakwenda kwa hali ya kushirikiana ili kuleta maisha chanya kwa kila kiumbe, na wao kupitia chakula wanachokula na kinyesi wanachotoa kinasaidia kutengeneza uwepo wa viumbe wengine wadogo wadogo wengi, hasa katika jamii ya wadudu kuwa nyuma yao kwa hali ya chini kwa ajili ya kujipatia kinyesi hicho kama chakula, na hali hiyo inasababisha kuja kwa viumbe wengine wengi. Hivyo mahali wanapokaa wao wanatengeneza mazingira ambapo wanapokwisha kumaliza wao chakula na kuondoka, mazingira yale watakuja kurudi baada ya msimu fulani na kukuta kwamba yamerutubika sana kwa uwepo wa chakula cha wao kwa wingi, kutokana na kulundikana kwa viumbe wengi wakiwa wanafata chakula ambacho huenda ni kinyesi chao au huenda ni mabaki ya vyakula waliokula wao. Na kitu kingine ni kwa sababu ya kutengeneza mazingira ya uwepo wa Cnidarius kwa wingi, ambazo zinapokufa zinatengeneza makazi pia ya viumbe wengine, ikiwa ni pamoja na pweza, ikiwa ni pamoja na kambakochi na jamii nyingi, hasa viumbe ambavyo ni moluska wanakuwa wakijitafutia maisha katika mazingira hayo. Hii ni hali ya pekee sana ya kiekolojia ambayo Mungu ameweka ndani ya viumbe hawa, ikionyesha ukuu wake kwa namna ya pekee kabisa. Na ukiangalia jambo jingine la msingi ni kwa jinsi gani ambapo kiumbe huyu amepewa uwezo katika kuwa na utambuzi. Kwa kawaida kwa wawindaji au watu ambao wanakwenda kuwavua samaki hawa wanakuwa na mbinu kubwa za uvuaji, na hasa katika maeneo ambao wanapatikana wakubwa. Samaki hawa ukiwakuta ni wakubwa, wanakuwa ni wakubwa kweli na wana uwezo wa kukudhuru pia, lakini haijawahi kurekodiwa kwamba yeye ni adui kwa mwanadamu, lakini ana uwezo mkubwa wa kuweza kuwa adui kwa mwanadamu. Hali yote hii inatokana na uhalisia kwamba wanapokwenda kuvua samaki hawa wanakuwa wamejipanga katika hali ya kuwavua, katika kugundua kwamba ni eneo ambalo tutampata mmoja au wengi. Na kwa wale wavuvi ambao wanatumia njia za kuogelea, yani divers, wao wanapokwenda chini ya maji na kukutana na viumbe hawa ni hatari sana kwa maisha yao. Viumbe hawa ni wepesi katika kukumuta miili yao, na ute uliotanda katika ngozi yao kusambaa katika maji, hali inayoweza kutengeneza uharibifu wa hewa ndani ya maji, na hii ndio njia pekee wao kujikinga. Hali hii ikimkuta mwanadamu kama yuko katika kina cha chini sana na hana oksijeni ya kutosha, basi inaweza ikamletea shida hadi hata umauti kumkuta. Ni kiumbe wa pekee sana. Zipo jamii zinawatumia viumbe hawa kama vyakula, lakini si kwa mujibu wa Biblia, na hii ni kutokana tu na kwamba Biblia katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 11 imeeleza kwa kina kabisa ni jinsi gani tunaweza tukafanya viumbe vyakula. Samaki huyu haliwi kwa sababu mwili wake hauna magamba wala mapezi, lakini vile vile yeye alivyo katika maumbile yake ni tofauti na samaki wengine. Kama nilivyokwisha kukwambia, samaki wengine tunaowala ni wale ambao wana matavua, ambayo ndani yake gills, kwa lugha ya kitaalamu wana gills, ambapo ndani yake ndio inakuwa ni mfumo wa upumuaji. Samaki huyu amepewa mfumo wa upumuaji wa pekee sana. Kupitia kinywa chake ndipo kuna mfumo wa upumuaji, na kupitia
sehemu ya juu tunasema nasal cavity, kama vile mwanadamu ambapo naye ana nasal cavity, na kiumbe huyu naye amepewa kuwa na nasal cavity ambayo ni sehemu ya kuta ya juu ya ndani inayomsaidia kuleta hewa, ingawa ana vitundu vidogo vidogo ambavyo pia vinatumika kwa kasi fulani kwa ajili ya kumuingizia hewa kutoka kwenye maji. Ni jambo la kushangaza sana, hasa tunapoangalia ukuu wa Mungu tukiangalia viumbe. Mimi kwa msimu huu nimekuja tukiwaangazia wanyama hawa katika bahari, viumbe ambao wanamwakilisha Mungu kwa namna ya pekee sana kutokana na jinsi wanavyofanya maisha yao katika bahari, mfumo wao wa kiekolojia, mfumo wao wa kijamii, kushirikiana na viumbe wengine, lakini jinsi gani wanajitafutia vyakula na mfumo wa maisha. Ni kweli kabisa uumbaji wa Mungu ulifanyika kwa siku moja, na hasa Mungu akitamka, lakini ukuu wa yale aliyowatamka kila kuchao tunabaki na kushangaa ukuu wake, kwa sababu hata tudumu katika kipindi hiki kwa muda mrefu kiasi gani, tutaendelea kuona ukuu wa Mungu tukiangazia maisha ya kila kiumbe siku hadi siku. Nimefika mwisho wa kipindi hiki kwa siku ya leo. Nikutakie baraka tele, hasa pale unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia runinga yako pendwa Hope Channel Tanzania. Jina langu ni Negele Peter Negele, nikutakie baraka.